Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji na msikilizaji wa Ncha Kali Podcast. Karibu sana kwenye podcast yako pendwa ya Ncha Kali Podcast, lakini hii ikiwa ni podcast maalum kwa ajili ya msimu huu tulionao, msimu wa Eid. Na mimi naitwa Rajab Msami ambaye tumezoeana sana kwenye Ncha Kali Podcast, lakini kutokana na umaalumu wa podcast hii utaona hata mazingira yenyewe kuna utofauti kidogo. Leo sitakuwa peke yangu, tutakuwa na mwenzangu Abubakar Ali ambaye yeye umezoea kuwa naye kwenye Mafahim Podcast. Kwa hiyo leo ni Ncha Kali Podcast ambayo kama imeungana hivi na Mafahim Podcast, lakini hata namna ya podcast yenyewe, leo wageni wetu ni wawili. Tumezoea kuwa na mgeni mmoja kwenye Ncha Kali Podcast ambaye ndio tunafanya naye mazungumzo, lakini leo tuna wageni wawili. Maalum na upekee wa podcast hii utakwenda kufahamu na kutuelewa vizuri zaidi utakapotupa muda kuifuatilia podcast hii. Kwa hiyo nikusihi sana ufanye hivyo, lakini nikukumbushe tu ya kuwa unaweza kufuatilia podcast ambazo tumekwisha kuzifanya kupitia katika platforms zote za podcast, ikiwemo Google Podcasts, Spotify na nyinginezo nyingi. Kote huko utatupata kama AD+ Swahili, lakini unaweza kufuatilia podcast hizo kwa kutazama kupitia channel yetu ya YouTube inayokwenda kwa jina hilo hilo la AD+ Swahili. Na nilikueleza kuwa niko na mwenzangu Abubakar Ali. Abubakar, kabla hatujaanza mazungumzo yetu na wageni na kuwakaribisha, nikupe fursa wewe kwanza uweze kusalimia wanaotufuatilia, alafu tuanze mazungumzo yetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyotangulia kuzungumza ndugu yetu, kwa leo ni podcast ya kipekee na ni kwa mara ya kwanza. Kwa sababu unajua hatujawahi kufanya podcast na mashekhe wawili kabisa, wala watangazaji wawili. Combination hii itakuwa vipi hatujui, mbele itakavyokuwa. Kwa sababu mashekhe wawili bana wasije wakazozana baadaye. Zile padogo hapa. Lakini lillahi alhamd, yani nikwambie mpenzi mtazamaji, leo tunazungumzia mada nzito sana. Mada ambayo kwa kweli kwa kipindi hiki ambacho tupo, kila mtu anajifanya ni mtaalamu wa hiyo mada. Watu wengi, kila mtu ukimsikia, wengine kwanza kwenye mitandao ya kijamii, Sheikh Rajab, sitaki kuitaja ni mada gani mpaka mashehe watakapojitambulisha, lakini kwenye mitandao ya kijamii kila mtu amekuwa mtaalamu. Yani usiseme kwanza yeye ni mtandao wa TikTok msame. Na ndio maana nikasuggest tuje na imada, kwa sababu TikTok kule alafu sasa yani watu ambao wana uhitaji wa imada ni wengi hatari, mpaka mimi nikiwemo nina uhitaji wa imada. Lakini sasa kule kwa vile watu wana uhitaji, yani mastaa wamekuwa wengi mtandaoni. Sasa tukoje nasema ngoja tuje tuweke wazi hii mada. Ni mada gani nitakwambia baada mashekhe wetu watakapojitambulisha. Naam, kwa sasa moja kwa moja tukaribishe mashekhe muweze kutoa salamu kwa wanaotufuatilia, lakini pia muweze kujitambulisha kabla hatujakieleza kile ambacho tutakuwa tunakizungumza leo katika meza yetu ya Ncha Kali Podcast. Karibu sana, tuanzie kulia kule kama sunna. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Sheikh Maulid Hussein Mchaka Abu Mukhtar. Hilo ndio jina ambalo linapatikana, lakini natokea Temeke Al-Hikma. Nafikiri maarufu. Kabisa Sheikh. Nani asifahamu Al-Hikma? Karibu sana Sheikh Maulid, karibu sana kwenye Ncha Kali. Shukran sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad Nduli, maarufu naitwa Sheikh Nduli au Abu Mukhtar. Allahu akbar. Abu Mukhtar wawili. Abu Mukhtar wawili. Sheikh Maulid ni pacha wangu. Mashaallah. Wote tunatoka Al-Hikma wote sisi. Wote tumepikwa Al-Hikma na tunatokea Al-Hikma. Alhamdulillah. Mashaallah. Karibuni sana mashekhe, hii ni sharaf kubwa. Sheikh Muhammad Nduli tumemzoea sana kwenye darsa za akida. Yani ni katika watu ambao wamesimama kidete
kuhakikisha kwa somo hili la akida watu wanalipata. Kwa hivyo Sheikh Nduli, kwanza nikupongeze sana kwa hilo, na Sheikh Maulid mashallah tunakufahamu hasa tukija msikitini. Kama ulikuwa mnaiona tarawih yote ile ambayo tulikuwa tunairusha katika msikiti ule, tulikuwa kwa sisi tuko chini ya Sheikh Maulid pale, naenda alikuwa anahakikisha mambo yote yanakuwa sawa, viraa ambavyo mmevisikia Ramadhani nzima yote tulikuwa tuko pale Masjid Nurul Hikma. Kwa hivyo hongereni sana kwanza kwa kazi nzuri mnayoifanya, na Sheikh Nduli hongera sana kwa kusimama wima katika upande wa akida, kwa sababu ni somo ambalo laiti mtaliacha mashekhe na haya mambo tutakayozungumza leo, basi nahisi tutakuwa ni wenye kujibu kesho katika mambo kama haya. Sheikh Rajab, tunazungumzia nini? Maki, naona umeweka mazungumzo baada ya utambulisho ukafanya sherhi kidogo ya utambulisho kila mtu katika eneo lake, lakini kubwa ambalo limetuweka leo na mashekhe hawa, kwa baadhi ya watazamaji na wafuatiliaji ambao mnatufuatilia, ukimuona Sheikh Nduli ukimtoa kwenye masuala yake ya dawa, jambo ambalo ana umaarufu nalo ni shekhe ambaye ana kituo kinachofanya ruqya na yuko katika eneo hilo kwa muda mrefu. Lakini Sheikh Maulid, hata kama watu hawakufahamu kwa msingi wa kituo moja kwa moja, lakini kwa wafuatiliaji wazuri sana wa Nchakali Podcast, bila shaka walibahatika kufuatilia podcast ambayo tulishafanya naye, ambayo ilikuwa inahusiana na masuala ya ruqya sana. Ilikuwa ikizungumzia ni nani, ni sifa zipi za mtu anayestahili kufanya ruqya, sifa zipi za raqi, na tulizungumza mengi sana, tukapata uelewa mpana sana. Lakini kama aliwatoa wale mastaa wa TikTok wale na lazima niwete mastaa kwa sababu wamejazana sana. Ningekuwa na uwezo wa Sheikh Rajab ningeonyesha watazamaji baadhi ya mastaa, lakini siruhusiwi kufanya hivyo. Lakini nadhani mtazamaji atakuwa nani nikisema mastaa, kwa sababu wako wengi, kila mtu ni mtaalamu wa ruqya. Katika mazungumzo ambayo tulifanya Sheikh Maulid, mimi binafsi nukta ambayo nilipendezwa nayo au kuvutiwa nayo zaidi, Sheikh alimuelezea raqi ni nani vizuri kabisa, lakini mwisho akasema lakini mimi sifanyi ruqya. Sasa watu wasije wakanitafuta. Naam, leo tena kutokana na hali kama alivyosema, alivyotangulia kueleza mwenzangu Abubakar, kutokana na hali ya ilivyo katika jamii, hususan katika zama hizi tulizonazo. Ametangulia kusema kurasa mitandaoni, kwenye mitandao ya kijamii sasa hivi nafahamu mtu akishakuwa na simu ya mkononi tu yenye uwezo wa kupokea internet vizuri, akawa na uwezo wa kufungua kurasa katika mitandao, katika platform za mitandao ya kijamii, basi ana uwezo wa kupeleka chochote kwenye mitandao. Na kwa bahati mbaya udhibiti katika mamlaka unafanyika kwenye baadhi ya maeneo ya kitaaluma. Kwa bahati mbaya katika upande wa masuala ya dini, udhibiti wa mamlaka moja kwa moja hakuna, lakini ni jambo ambalo lingependezwa sana, kwa sababu ni eneo ambalo kila mtu amekuwa tunasema, tunaweza kuthubutu kusema analichezea. Yani kila mtu, kwa sababu ana simu, kila mtu ni shekhe, kwa sababu kila mtu anafutu, kila mtu anazungumzia. Kwa hiyo hali hii pia imetupelekea tukachagua hiki ambacho tunakwenda kukizungumza leo, ambacho ni swala zima la ruqya. Tunaizungumza ruqya kwa ujumla wake. Tutafahamu, tutagusia pia raqi ni nani, tutaifahamu ruqya yenyewe ni nini, na maeneo yote yanayohusiana na ruqya, kwa sababu tuko na mapacha wawili hapa kama walivyotangulia wenyewe kusema, ambao wao wametahassus kwenye ile eneo la ruqya. Kwa hiyo bila shaka tutastafidi na mengi sana kuhusiana na eneo hilo, lakini kubwa pia ni kutokana na hali ilivyochafuka. Yani watu alhamdulillah na mashallah kazi inafanyika kubwa sana. Kwa hiyo watu pia wanafahamu misingi ya tiba. Watu wameanza kuwa na uelewa mpana kuhusiana na tiba. Lakini hao wanaofanya tiba kinyume pia, kwa sababu ya kuona kwamba watu wengi wanakimbilia, wanatafuta tiba sahihi kisheria, watu wameathirika sana. Watu wameathirika sana. Kwa hiyo sasa watu wengi wakishaona hivyo wanajinasibisha sana. Sasa unajua Sheikh Rajab, kwa sababu gani? Yani sijui ni tuwaite wagonjwa, mashekhe watanikosea kama tutaita wagonjwa. Wagonjwa wamekuwa wengi. Sasa ikiwa wagonjwa ni wengi, yani unajua Sheikh Rajab, ukiumwa alafu ikiwa ni muda mrefu unaumwa, utatafuta njia yoyote ili upone. Wanakuambia bana kuna mti fulani unatumia, ukiambiwa sijui kimbia utakimbia. Yani sasa watu wanachukua hii aina hii, yani fursa hii,
basi mimi hapa kuna hela hapa mimi, ama kuna umaarufu fulani, ikiwa mimi nitalizungumzia hili swala. Na sio hilo tu, Sheikh Rajab, watu wameenda mpaka kwa maskofu. Habari tunazo, watu wameenda mpaka kwa maskofu, watu wameenda kwa watu wasiokuwa Waislamu, wachungaji, yani wanajiita mitume, haswa wanajiita mitume. Yani mtu, wacha na hawa ambao ni maraki bandia, watu wameenda mpaka kwa wasiokuwa Waislamu kuonesha namna gani hali ilivyo ngumu. Sawa, kwa hivyo lazima tuifahamu ruqya ni nini, lakini nadhani moja kwa moja tuingie kwenye mada kuifahamu ruqya. Kabla tuifahamu ruqya, sisi tumetoa tathmini yetu kwa namna tunavyoona mashekhe wanahudumu katika eneo hilo la ruqya. Tuwape fursa kwanza, kabla sisi hatujawapa nafasi ya kuizungumza ruqya ni nini, tuwape nao fursa ya kutupa tathmini yao, hali wanaionaje. Wao wanadili nazo hizi, wanadili. Tuanzie na Sheikh Maulid huko, hali unaionaje kuhusiana na swala zima la ruqya kwenye jamii, uhitaji na hao watu ambao wimbi kubwa limeibuka la maraki feki na vitu kama hivyo? Asante ndugu yangu, pamoja eneo hilo lilikuwa linamhusu sana pacha wangu Sheikh Nduli, kwa sababu yeye yuko moja kwa moja, yani analiona na analigusa, kwa sababu kuna wapinzani wake kule. Bwana, kuna wapinzani wake. Usishangae mtu mwingine akatoka akapewa dawa akasema mimi nimepewa na mwanafunzi wa Sheikh Nduli, kwa sababu namna watu wanavyotafuta ugali huko mitaani. Bwana, kwa hiyo nafasi hii nampa pacha wangu, yeye atalielezea vizuri zaidi ili kuliko mimi. Asante sana. Alhamdulillah. Tathmini yangu katika kwanza hali ya uhitaji katika jamii. Uhitaji ni mkubwa sana. Uhitaji ni mkubwa sana kwa sababu matatizo yanayosababisha watu kutafuta ruqya ni mengi mno, na kinachochangia hasa ni jamii kwanza kutokufahamu ruqya ni kitu gani na waende wapi na inafanywaje na misingi yake ikoje. Hali hii imepelekea watu kwenda kila pahali, lakini pia wale watu wa ruqya feki ndo wamejipatia mwanya na fursa, wanasema opportunity. Kwa sababu watu hawajui, basi ni kazi ni moja tu, njoni tutafanya dua kubwa hapa, naona watu wataanguka viwanjani na kadhalika, njoni sijui tutakupa kitu fulani ukaweke kitandani na vitu kama hivi. Kwa ujumla mambo yamekuwa mapana zaidi, uhitaji mkubwa. Jamii yenyewe uhitaji mkubwa pia haijui ruqya ni nini na waende wakafanye wapi na inafanywaje na nani. Nafikiri kama Sheikh Maulid, Allah muhifadhi, mlisema hapa, alielezea raqi ni nani. Maneno kama haya na kipindi kama hicho, nafikiri kingekuwa kinarushwa kikatengenezewa kama sijui anaita clip, si kitu gani sijui, ikawa inarushwa kila mara, mngeisaidia sana jamii, kwa sababu mimi naamini wengi hawajui. Mngekuwa mnarusha kila mara raqi ni nani, mtu wa ruqya ni yupi, ana vigezo gani, sharti zake zikoje, awe na upeo upi, ingesaidia sana, kwa sababu jamii haijui. Na utagundua kwamba jamii haijui pale ambapo mtu anakupigia simu, bwana nimekwenda mahali nimeambiwa nitoe nguo zote alafu niandikwe kwenye mwili wangu wote, niandikwe talasimu na nani na shekhe fulani. Wanakutajia shekhe, wakati mwingine shekhe unamjua na pengine unamheshimu sana, lakini kumbe ana mambo fulani anayafanya na kwa heshima yake anaitumia vizuri sana kwa kuwafanyia watu vitu kama hivyo. Kwa hiyo hali ni mbaya kuliko hivi ambavyo nyinyi mnaizungumza hapa. Hali ni mbaya mno. Chile ambali uzinifu unaofanyika huko, utapeli unaofanyika huko, dhuluma zinazofanyika huko, lakini pia na hatari za kuharibu afya za watu pia, kwa sababu hao maraki ambao wanajitangaza kwenye TikTok mara nyingi hawajui hiyo ruqya, hawajui dawa zake, hawajui ibtalu sihiri, hawajui. Kwa hiyo matokeo yake ni nini?
ni kwamba yeye anaweza kuchukua chochote kile akampa mgonjwa ili aonekane anajua, na baadhi ya watu wamepoteza hata maisha. Sio vizuri sana kuelezea jambo hili kwa sababu utahitaji ushahidi, lakini sisi tunafahamu huko mtaani hali ilivyo. Ni kwamba unaambiwa fulani bwana amepewa madawa, lakini baada ya madawa yale yule bwana afya yake ikapotea na nini, kazorota, hatimaye vitu kama hivi vinatokea. Na huu kama vile mlivyosema mara ya kwanza, uholela, kutokuwa na kidhibiti ambacho kitadhibiti haya mambo. Lakini kwa ujumla wake hali ni mbaya, na vyombo vya habari kama hiki mna wajibu mkubwa sana wa kuielimisha jamii kwa upana zaidi, na nafikiri mtakuwa mmeziwia pia mpaka shirki, hata hizo watu kwenda kwa wachungaji, kwenda kwa manabii feki, mtakuwa mmeziwia kwa sababu mtu atakuwa anajua. Mimi mwenyewe binafsi nishawaziwia wengi tu, bwana mimi nakwenda sijui wapi kwa fulani. Kwa nani? Kwa nabii fulani, ambaye wewe ni Muislamu, naamini yule ni nabii. Watu wanamuitaga hivyo, na wewe unamuita nani? Sasa mimi nimeambiwa hivyo. Kwa hiyo ukiambiwa jambo na wewe unakariri, wewe ni Muislamu. Nikikwambia itikadi yako kwamba yule ni nabii, wewe utakuwa sio Muislamu kuanzia sasa, utakubali? Astaghfirullah, mimi sijui. Naambia basi jua kwanza alafu ndo ufanye. Kwa hiyo jamii yetu kwa kiasi kikubwa iko katika hali ngumu, na hali ni mbaya mtaani. Sisi ambao tunaishi mtaani, na kama mnavyosema tunashughulika na mambo ya ruqya haya, tunayaona mengi makubwa, lakini ndio hivyo, hatuna pa kwenda kusema. Tunajitahidi kusema kile ambacho tunaweza kusema kama hivi basi, lakini hakuna njia nyingine zaidi ya nyinyi ambao mnaiendea jamii moja kwa moja. Mnapaswa kulisimamia hili jambo kwa upana sana, lakini hali kwa ujumla ni ngumu na ni mbaya. Subhanallah, kweli sio ni hali mbaya sana kwa namna alivyozungumzia Sheikh Nduli. Inasikitisha sana kwa namna ilivyo, na inshallah kwenye kipindi hiki nadhani mtazamaji atakuwa akielewa ruqya vizuri, atafahamu ataenda kwa nani, atafahamu kitu gani cha kufanya ili ile ruqya yenyewe iwe sana. Tuizungumzie ruqya yenyewe sasa. Kabla huja kwenda kwenye ruqya, Sheikh Abubakar, mimi nataka niongezee jambo hapo. Karibu. Unajua kama ulivyoeleza mwanzo kwamba uko kwenye TikTok, ukiacha hawa wanaozungumza ruqya ambao hawajui, yani huko kwenye mitandao imekuwa mpaka hawa wananchi sasa wanachanganyikiwa, hawajui wapate tiba gani. Kwa sababu kuna mtu pale anakwenda kwenye TV au kwenye TikTok anazungumza, huyu bwana asile wali, asile ugali, asile nyama. Mwingine anakuja anakuambia hapana, kula wali, kula ugali, kula nyama. Mwingine anakuja anakuambia we kula matunda tu na mboga mboga sijui na nini. Mwingine anakuja kumwambia hapana, ukila mboga mboga tu sijui na nini utapata sijui moja. Sasa yani jamii imevurugikiwa huko. Yani watu hawajui wafanye nini. Yani watu hawajui tiba waitoe kwenye nini. Sasa hawa watu wanataka mwongozo. Na ndio wengi. Na ndio wengi. Hawa watu wanataka mwongozo. Na dunia ya leo, yani njia rahisi ya watu wameona, badala ya mtu kwenda kwanza kutafuta pahala sahihi, yeye anaona njia nyepesi ni ya mtandao tu. Kwamba akifungua tu mtandao kaona basi anaingia. Kama alivyosema pacha wangu, basi watu wamekuwa wakitapeliwa huko sana. Mimi nilibahatika walikuwa anaizungumzia chumvi. Yani jinsi alivyokuwa anakinaisha watu kwamba chumvi ina matumizi mengi sana kwenye kinga na tiba, haswa kwenye masuala ya mambo ya sihri. Labda ni kweli sasa, labda ni kweli. Ukikaa kwa mtu namna anavyozungumza, na ukikaa ukiangalia unasema hapa kuna kundi kubwa kwa jamii tulionayo na uelewa iliokuwa nayo, kuna kundi kubwa sana litakuwa limechotwa. Yani mtu kwenye gari tia chumvi, wanasema hata kumkamata mwanga wanaoanga usiku, wanasema chumvi ukinyunyiza akija hatoki, anabaki pale. Chumvi hii kwenye mboga. Sasa ili tuyaweke yote haya sawa na jamii iweze kunufaika zaidi na kuifahamu ruqya, kuifahamu tiba sahihi kwenye
sheria ni ipi na iko katika mazingira gani, wafahamu raqi ni nani. Nadhani moja kwa moja sasa tufungue ukurasa, tuingie katika anwani yetu kuu ya mazungumzo haya ambayo ni ruqya. Na Bakari alitanguliza swali mwanzo, nikamuomba kidogo alitulize ili tupate tathmini ya hali ilivyo. Akishapata tathmini ya hali ilivyo, sasa twende moja kwa moja tukafahamu hiki tunachokizungumzia, hii ruqya. Kuna mtu anasikiliza anasikia tu ruqya ruqya ruqya. Ruqya ni nini hasa? Je, ni kile kisomo ama ni dawa ama ni nini? Sheikh Maulid, nadhani ungetueleza ruqya ni nini? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Kabla hatujasema ruqya ni nini, sisi ni binadamu, na binadamu ameumbwa lazima afya yake itatetereka. Si mtume, si sahaba, si alim, wala si ami kama mimi. Kwa sababu tuko duniani, basi Mwenyezi Mungu atatuonja, kwa sababu maradhi sio lazima kwamba uwe umetumia kitu fulani kwamba kikudhuru kama wanavyoitakidi baadhi ya watu. Kuna maradhi Mwenyezi Mungu anakuletea kama mtihani tu, kama alivyofanywa Nabii Ayub. Ni mtihani tu, Mwenyezi Mungu anataka akupime mja wake, au kuna jambo umelifanya anataka akufutie madhambi, basi anakupa maradhi fulani. Sasa ndio tunayaona kwenye jamii huko kwamba mtu haumwi isipokuwa kala hiki, kafanya hiki, kafanya hiki. Sasa na huu ni ufahamu mbaya sana. Sasa kama binadamu lazima tutaumwa, na tukiumwa lazima tutibiwe. Sasa tatizo linakuja kwenye matibabu. Baada ya kuumwa unatibiwa kwa njia ipi? Ndio akina Sheikh Nduli sasa wanasimama kwenye tauhidi, kwamba vyovyote utakavyokuwa utaumwa, lakini ukiumwa uende kwenye matibabu ya kisheria. Sasa matibabu yale ya kisheria haya ndio yanaitwa ruqya. Haya matibabu ya kisheria yanaitwa ruqya. Naweza nikasoma ibara hapa kidogo ambayo itatujumuishia nini maana ya ruqya. Shekhe huyu anasema almuradu birruqya, anasema linalokusudiwa mtu akisema ruqya, anasema hiya majmuatu min alayati alqur'aniyya wa ta'awidhati wal ad'iyatu alma'thura an nabii sallallahu alayhi wasallam yaqra'uha almuslimu ala nafsihi au waladihi au ahlihi li'ilaji ma asabahu min al-amrad an-nafsiyya au ma waqa'a lahu min sharrin au 'ayn al-insi wal-jinn au al-massi ash-shaytani au as-sihr au ghayriha min al-amrad al-'udwiyya. Bwana anasema ruqya ni mjumuiko wa aya. Ni mjumuiko wa aya mbali sawa za Qur'ani, sawa, na kinga taawidhati na kinga mbalimbali, wal adiya al ma'thura, na dua zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sawa, anasema hizi aya sawa na dua zilizopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hizo kinga alizoelekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam, yaqra'u almuslimu ala nafsihi, mtu atajisomea mwenyewe au atamsomea mwanawe au atawasomea watu wa nyumbani kwake, kwa sababu ya kupata tiba ya lile lilompata katika maradhi ya nafsi au shari ya jicho la mwanadamu au jicho la jini, au amepatwa na masi ya kishetani, sawa, au sihirin, au kapatwa na uchawi, au ghairiha min al-amradi al-udhiyya, au maradhi mengine ya viungo. Kwa sababu mtu asije akaitakidi kwamba ruqya inatibu maradhi ya malaria, inatibu maradhi ya mashetani tu. Yani sio ni la. Hata udhiyya, hata mareli ya viungo, viungo vinaweza vikatibiwa na ruqya. Rudia tena Sheikh, waisikie. Ni eneo ambalo yani sio lazima hiyo ni upande wa kishetani peke yake, kwa sababu ni kweli, kwa sababu watu wanaifahamu ruqya ni paka jini atakapokupata. La. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mtu anafanya ruqya kwa homa imempata, atafanya ruqya. Yani mwili umechemka,
utafanya rukia na mwili utapoa na utapata shifa. Na kama nilivyoeleza wakati ule tunanyoka pia Sheikh uking'atwa na nyoka nge buibui tutakuja huko, nitakupa kipande hicho. Nilimweleza huyu bwana wakati tuko Tanga, nikamwambia hivi, yani hizi tiba zote hizi ambazo watu wanatumia vidonge, wanatumia chemical, wanatumia hizi zinakutibu alafu zinaacha athari, linaacha tatizo lingine. Lakini maneno ya Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni shifa, ni shifa. Shifa maana yake inatibu unalolijua na haiachi tatizo, na inatibu usilolijua vile vile. Hii inaitwa shifa. Kwa staili hiyo Msami, sisi hapa tusiiti mashekhe doktor kwa hiyo kwa kweli yani ni maalumati mapya, yani kama tunaweza tukatibu yani mambo mengine kando na tulioyazoea, kwa sababu ruqya kiukweli ilikuwa ina mtazamo wa jamii tumeizoea hivyo, yani kwamba mtu anasumbuliwa na mashaitani, labda mambo ya sihiri, ndo watu wanaitazama ruqya sasa. Lakini kinyume na hapo ilikuwa mtu hawezi akatoa kipaumbele. Yes, hata wanaokwenda na Sheikh Nduli atakwambia tu huyu bwana usiku anaweweseka, huyu bwana halali, bwana huyu bwana anapiga makelele huyu. Lakini sio kwamba mtu aende kwa Sheikh Nduli kwamba bwana mimi nimekuja usiku napata homa sana. La, hafanyi hivyo. Na mimi nataka niwaambie Waislamu kwenye kipengele hiki, yani wanatakiwa kila Muislamu aitakidi kwamba ponyo analopata kupitia Qur'ani ndio ponyo bora, na dua alizoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ponyo bora na namba moja kuliko tiba nyingine yoyote duniani. Hili inamaanisha tusiende hospitali huko tutakuja. Huko tutakuja, lakini tunasema tiba nambari moja. Tiba nambari moja kwa Muislamu popote anapotutazama na anapotusikia, tiba yake nambari moja ni maneno ya Mwenyezi Mungu na maneno ya mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu, hii ni eneo muhimu sana, nukta muhimu sana Sheikh Maulid amegusia, kwa sababu kiukweli ukitoa ile dhana pana ambayo iko kwa jamii ya masuala ya mashaitani na sihri, ni ngumu sana kukuta mtu amepata maradhi yoyote akaenda namba hii namba moja kwa hii itikadi hii akawa nayo kwamba namba moja nijisomee ruqya nifanye nini. La kwanza likitokea sallam dua za mafundisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani la kwanza likitokea mtu aanze na namba moja hii, ni ngumu. Mara nyingi unakuta kidogo mara ni ngumu. Kwa mfano hata alichokitolea mfano Sheikh Muhammad Nduli ambacho Sheikh Maulid amesema atakuja kielezea baadaye, kusema kwamba hata ukigongwa na nyoka leo mtu agongwe na nyoka, wewe ukitaka jamii yote kuone mpuuzi, wewe useme bwana huyu inabidi tumsome. Wewe unasema kama mwenyewe pia unakuta wewe inabidi tumsomee. Wewe umenyoka wewe. Umesema vizuri ndugu yangu. Unajua nirudie kusema tena, yani mtu anatakiwa awe na itikadi ya Qur'ani kwamba ni tiba, kama vile ambavyo anaitakidi kwamba akichomwa sindano ya malaria yani si mtu anakuwa hana wasiwasi kwamba mimi nikimaliza hii dozi basi nitakuwa niko sawa. Basi imani ya Muislamu kwenye Qur'ani inatakiwa hiyo maradufu ya ponyo kwenye maradhi ambayo aliyokuwa nayo. Na nafikiri hiyo imani Sheikh sio mchezo. Ndio imani tunatakiwa tuwe nayo. Mchezo itakini hivyo. Kwa aya hizi zitaniponya kama vile unaitakini mimi nitakuwa sawa. Kwamba kupitia hizi sindano unaitakini moyo wako. Naam. Lakini nataka kuchangia kidogo. Naam Sheikh. Kabla hamjaniruhusu. Pacha wangu hapa amezungumza kitu kikubwa sana, na ndio maana niliposikia bwana utakuwa na pacha wako sikulala kwa furaha leo. Nilijua hicho kipindi hicho kitakuwa kipindi hoti kweli kweli. Ni kwamba kuamini, Sheikh alivyosema, kuamini kwamba ruqya, somewa Qur'ani, ni tiba
kubwa zaidi kuliko chochote. Hii ina namna mbili. Namna ya kwanza, mtu ana itikadi nzuri tangu zamani kuhusu Qur'an na kuhusu maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu ana itikadi tayari, na kwamba ukimwambia bwana jisomee Qur'an, wewe unaumwa biniyati istishfa, kwa nia ya kupona, au somee mwanao, au nenda kwa fulani akakusomea ruqya, huyu ana itikadi. Namna ya pili, imani na itikadi inakuja baada ya mtu kufanyiwa. Kwa mfano, wapo wasiokuwa Waislamu, Wakristo, anakwenda kwa sababu ameshazunguka kote imeshindikana, anakwenda kwa shekhe. Sasa kaambiwa bwana, kama vipi, kuna fulani alikuwa na tatizo kama hili, akaenda kwa shekhe pale akasomewa, wiki moja amepona kweli. Kwa hali hii ngoja niende. Kwa hiyo anakwenda, akienda akifanyiwa anapona. Huyu asiyekuwa Muislamu ataiamini Qur'ani kwamba ni ponyo kuliko kitu kingine chochote, na kwamba sasa kila anapopata tatizo au ndugu yake au mwanawe au nini, anakimbilia kule, bwana nisomee Qur'ani bwana, huyu ana tatizo kama lile la kwangu lile, mimi mwenyewe sasa hivi niko vizuri kabisa. Kwa hiyo ameiamini baada ya kutokewa. Lakini kuna wale Waislamu ambao pia hawaiamini isipokuwa kwa njia kama hiyo, kwa sababu wao wako mbali na mambo ya dini yao, wako mbali na itikadi yao, elimu ya dini yao, wako mbali na hiyo. Kwa hiyo nitaka tu kuongezea hicho kipengele. Ni kweli. Na wenyewe wanasema mpaka likukute ndio utaelewa. Sawa, turudi katika kipengele ambacho tusikiache kidogo. Sheikh Maulid ulisema utaelezea, aligusia Sheikh Nduli, na mimi nimejaribu kuchagiza kidogo pale kugusia hii swala la kuumwa na wadudu, nyoka, nge, na wadudu wa namna hiyo, hawa wadudu wenye sumu kali hawa. Naweza kawa ni jambo geni kidogo kwa watu kulisikia kwamba na hata amesema hata kuchemka, yani unasikia homa pia unaweza ukafanya ruqya na ukarudi sawa. Sheikh Maulid ulisema utaligusia baadaye, lakini hofu yangu kwa mwelekeo wa mazungumzo yetu tunaweza tukalisahau. Ni kweli. Hili nimwachie sasa pacha yangu, kwa sababu yeye ndio alinyosha kidole ili aligusie, lakini kwa sababu tulikuwa tunataka kuna kipande tunataka tukitie, sasa tukamweka break kidogo. Sasa yeye tumwache sasa summarize kwenye jambo hili la kuumwa na wadudu wakali. Kuumwa na wadudu kuna asili kabisa katika sheria na katika dini yetu. Yani pacha wangu hapa ameelezea kuhusiana na maradhi yote, na hii ndio itikadi sahihi kwa Muislamu. Mponyaji ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla amemnukuu Nabiullah Ibrahim, wa idha maridtu fahuwa yashfin. Kwa itikadi ya kwanza ya mtu lazima aamini kwamba Allah pekee ndio anaiponya, hakuna anaiponya mwingine, hayupo. Na hapa kuna shirki pia, kwamba watu wanaamini wakienda hospitali fulani, akikutana na daktari bingwa fulani tatizo lake limeisha. Akienda nchi fulani kama India au South Africa au Marekani tatizo lake limekwisha. Kuitakidi huku ni shirki, kwa sababu uponyaji ni wa Allah jalla waala peke yake. Vilivyobakia vyote ni asbabu. Dawa ni sababu, daktari ni sababu, tabibu ni sababu, kila kitu ni sababu. Na ndio maana Mtume alayhi salatu wassalam katika maelezo yake alifundisha si dua, Allahumma sema katika dua yake sema Allahumma rabban nas mudhhibul ba's washfi anta shafi la shifa illa shifauk. Ewe Allah, Mola mlezi wa watu, mwenye kuondoa matatizo, ponya. Washfi anta shafi, ponya, wewe ni mponyaji. La shifa illa shifauk, hakuna ponyo isipokuwa ponyo lako. Shifaan la yughadiru saqama, ponyo ambalo halibakizi athari mbaya. Pacha wangu hapa kaelezea kwamba yani kwamba umemeza dawa za malaria, uwezi kula maji machungu, kizunguzungu na vitu kama hivyo. Katika masuala ya tiba ya ruqya ya kisheria hakuna hivyo vitu. Yani pale ukitoka, umetoka kama vile ulifungwa, sasa umefunguliwa kamba, umetoka nje uko mzima. Katika upande huu wa nyama ni katika jumla ya magonjwa yote, lakini katika upande wa wanyama huko kuna dalili zaidi.
kwamba hadithi ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, athari tuseme, ambayo Abu Said al-Khudri na wenzie walipotumwa na Mtume alayhi salatu wassalam kwenda katika mambo fulani, wakafika katika mji fulani, kijiji fulani, na kijiji kile hachukua cha Waislamu. Wakaomba pale wapate hifadhi na angalau na huduma kama wageni. Watu wa mji ule wakakataa. Fikiri hadithi hii katika Sahih Muslim. Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu na wengine wakaweka kambi nje ya mji. Usiku bwana mkubwa wa eneo lile, kiongozi, akagongwa na nge mwenye sumu, na wakachanganyikiwa kwamba kiongozi wao amepata tatizo. Watalisolve vipi ile tatizo? Wakawa hawajui. Wakasema jamani, kuna wageni wale ambao tuliwakatalia hapa kuwapa huduma, tuwaendee wale tuwaulize. Na kweli ikabidi waende. Katika muda huo huo wakambeba bwana mkubwa wao, wakaenda naye pale, wakamwambia bwana, nyinyi mna chochote cha kumfanyia matibabu bwana? Ana sumu hapa, amegongwa na nge na nini na nini. Abu Said al-Khudri akamwambia naam, tunayo, lakini mpaka kwa malipo. Kwa malipo, kwa sababu sisi tumekuja hapa, nimemwambieni nimemkataa kwa malipo. Kwa hiyo wakakubaliana malipo, wakamfanyia ruqya, wakamfanyia surati al-Fatiha, wakamsomea. Katika riwaya amesomea mara 3, na katika riwaya nyingine amemsomea mara 3 asubuhi, mara 3 mchana, mara 3 jioni. Akawa amepona yule bwana, sumu ikawa imeisha, akarudi kuendelea na maisha yake. Na wakapewa mbuzi wengi. Katika riwaya inasema qatia, fungu la mbuzi. Na mbuzi wale alifika nao mpaka kwa Mtume sallam, na Mtume sallam akamuuliza, na hapo ndio surati al-Fatiha ikapata jina la ruqya. Akamuuliza, wama adraka annaha ruqya, kitu gani kimekujulisha kama surati al-Fatiha ruqya? Umeona? Kisha akamwambia, umefanya vizuri, na hakika na mimi nipeni fungu katika hao, na wengine mtaendelea. Almuhim, kipengele cha kugongwa na wanyama kina ushahidi kabisa, lakini katika maradhi yote kama alivyosema ndugu yangu hapa, ruqya ni solution, ni tiba. Laiti Waislamu wangelijua magonjwa yaliyoshindikana mahospitalini yarejewe katika ruqya. Mathalan, mtu anameza dawa za pressure miaka yote, lakini hali yake bado sio nzuri. Mtu anaumwa kisukari miaka yote, hali yake sio nzuri. Mtu anaumwa saratani, mtu anaumwa ugonjwa wote katika magonjwa mazito, mtu ana utasa ambao kimsingi kibiolojia ukiangaliwa pia hayuko sawa, lakini hapati watoto. Watu hawa wote wakielekea kwenye ruqya, watakuwa wamekwenda kwenye tiba ambayo itaondoa tatizo biidhnillah azza wajalla. Lakini shida kubwa ndio inakuja hapo, kuamini kwamba hii ni tiba. Hilo ni swala gumu sana kwa watu wengi kabisa. Na ndio maana utakuta wengi wanaokuja kwenye vituo vyetu ni kwamba imeshindikana. Nakwambia hata daktari bingwa mwenyewe katuambia tukafanye dua. Kwa hiyo mlikwenda kule kwanza, alafu daktari bingwa akasema mkafanye dua, ndio mmekuja. Ambia haya sawa, wacha tufanye. Yani inakuwa la kwanza kabisa sio ruqya, ambayo inatakiwa iwe ya kwanza kabisa ni ruqya. Wakati mwingine hata hospitali hautaenda. Wallahi, magonjwa ya meno, magonjwa ya meno kwa mtu ambaye meno kwake ni tatizo, aende kwenye ruqya. Upofu wa ghafla, aende kwenye ruqya. Umefahamu? Kutokusikia, aende kwenye ruqya. Kuharibikiwa mimba kwa mfululizo, aende kwenye ruqya. Kwa sababu kama alivyosema pacha wangu, ruqya haitibu mashetani, hasadi, sihiri peke yake. Ruqya inatibu magonjwa yote, na kama alivyomnukuu hapa Sheikh, amradhu udhwi ni magonjwa yote ambayo mtu anayaumwa, anayoyaumwa, ambayo hata yale ambayo kwenye vipimo pia yanaonekana. Sasa inakuwa shida kwamba huyu ana bakteria kwenye mapafu, wewe unamsomea Qur'ani, maana yake bakteria wale watakufa. Naambia ni kweli, unauliza jibu.
Hivi kuna kitu kikubwa katika maisha ya mwanadamu kama maneno ya Mola wake? Hakuna. Bakteria ni nani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, mbele ya maneno yake? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ukiangalia Mtume alayhi salatu wassalam ameyazungumza maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala katika maana kubwa zaidi, mpaka akaweka kwenye adhkar, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Maulama wamefanua hadithi hii kwa upana sana. Wamesema kalimati llah wanagawanya sehemu mbili, haya maneno ya Allah sehemu mbili. Kuna kalimat katika kauniyun qadariyun, kuna kalimat katika shar'iyun diniyun. Lakini hapa Mtume alayhi salatu wassalam amekusudia kalimati, maneno yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni maneno ya kisheria ya Qur'an ya kidini, au iwe maneno ya qadari ya uumbaji ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah anapoumba pia anazungumza, anasema. Yani uumbaji wake Allah subhanahu wa ta'ala ni maneno. Yani Allah jalla wa ala hafanyi kitu, anasema. Akishasema kitu kinakuwa. Kwa hivyo haya maneno yote mtu anajilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sema a'udhu bikalimati llahi, najilinda kwa maneno ya Allah, yawe ni maneno ya Qur'an, yawe ni maneno ya uumbaji ya qadar, min sharri taamati, yaliyotimia. So maneno ya Allah yametimia, hayana mapungufu, hayana kasoro. Min sharri ma khalaq, kutokana na shari alizoziumba. Hivi kuna shari ambayo Allah hajaiumba? Namna zote ameziumba Allah. Kansa kaumba nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Malaria Yeye mwenyewe Allah. Nyoka Allah. min sharri ma khalaq, mpaka majambazi pia min sharri ma khalaq, mpaka kuharibikiwa maisha min sharri ma khalaq, zote ni shari. Na ndio maana Mtume sallam mmoja alivyomjia katika masahaba akamwambia, ya Rasulullah, ma asabani albariha, kilicho nisibu mimi jana usiku, al-aqrab ladaghatni, nge amening'ata. Mtume sallam akamwambia, amma lau qult lamma amsaita, ama ungelisema pale kulipokucha jioni, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, lam yadhurruka shay. Ungelisema maneno haya tu kulipokucha, a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaq, kisinge kudhuru chochote. Shay imekuja katika sigha ya nakra. Nafikiri shekhe wangu hapa atanielekeza yufidul umum. Naam. Mpaka jambazi, mpaka kibaka, mpaka nyoka, mpaka shari yoyote ile, shay. Yani Mtume sema chochote. Sasa inabakia mimi na wewe, itikadi zetu. Haya maneno kasema yule aliyetumwa na aliyeumba kila kitu, anayemiliki kila kitu, anayeendesha kila kitu, au maneno yake haya pengine ya kweli au si hapo. Sasa inabakia shida. Na ndio tumefikia hapa leo kwamba pasha wangu hapa ameelezea wazi kwamba watu hawaoni kwamba Qur'an ni solution. Wanaona kwamba matibabu mengine ndio sawa sawa. Na hata wakati mwingine mtu anakuambia kabisa, bwana, nimekosa muda kwa sababu nilikuwa hospitali. Shekhe, hospitali umeambiwa hawaoni kitu. Kwa nini unapoteza muda hospitali? Nilikwenda kucheki tena. Almuhim, katika kipengele hicho ambacho mmeniambia nikifafanue, kina ushahidi ndani ya Qur'ani na kina nguvu kabisa kwamba nyoka, nge, buibui wenye sumu akikung'ata na wewe unaitakidi kwamba maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, tudammiru kulla shay'in biidhni rabbiha, kinaweza kuvunja kila kitu kwa idhini ya Mola wake, bila shaka sumu haitafanya kazi na mtu atakuwa yuko sawa. Sawa. Sheikh Rajab wa Sheikh Nduli na Sheikh Maulid wameielezea kabisa maana ya ruqya, na wamejumlisha kuwa ni kila tatizo, sio upande wa mas peke yake. Kama ikiwa kwa staili hiyo, maana kila mtu anafaa kufanyiwa ruqya, tuje katika ufanyaji wa ruqya. Anaifanya ruqya ni nani? Kwa sababu ametoa kisa wale maswahaba ambao walimtibu ule kiongozi kule, wale walikuwa wanajua, yani mpaka Mtume umejuaje wewe suratul Fatiha
kuwa ni ruqya. Kwa hivyo je, anaitakiwa kufanya ruqya ni nani? Je, ni shekhe, ni mtu yoyote? Labda sababu kama tunavyosema mitandaoni wamejaa, nani ambaye anastahili kufanya ruqya? Nani atalijibu ile mapacha wawili? Naam, Sheikh Maulid. Alhamdulillah. Kwanza tunamshukuru Sheikh Nduli kwa maelezo mazuri ambayo yanaendelea kutupa mwanga. Ama ruqya, nani anatakiwa kufanya? Kila Muislamu anatakiwa afanye ruqya. Kila Muislamu anatakiwa afanye ruqya, na hii tunamwangalia kwanza yeye mwenyewe bwana mkubwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe kwa kauli ya mama Aisha anasema kana nabii sallallahu alaihi wasallam idha ishtaka yaqra'u ala nafsihi wa yanfuthu fa idha ishtadda waj'uhu kuntu aqra'u alayhi wa amsahu biyaminihi rajaa barakatiha. Hadithi hii ni ya Imam Muslim. Mama Aisha anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kana idha ishtaka, Mtume alikuwa akipata tatizo, kaumwa. Kushtaki maana ni kupata homa, maumivu, sawa. Yaqra'u ala nafsi, ilikuwa ni tabia yake. Kitendo cha kana maana ni tabia, sawa. Ni tabia ya Mtume, akipatwa na maumivu au akipatwa na maradhi, ni tabia yake yeye mwenyewe kwanza kujisomea yeye mwenyewe nafsi yake. Sisi tumeelewana? Anaanza kujisomea wayamfuthu, kisha anapuzia kwenye viganja vyake, kisha anajipaka zile sehemu ambazo anasikia maumivu. Anasema fa idha ishtadda waj'uhu, maumivu yakiwa makubwa sana, kuntu aqra'u alayhi. Sasa mimi mama Aisha, sasa maanake wewe uwezo tena kujisomea tena unakuwa mdogo. Mama Aisha anachukua ile nafasi, anamsomea mumewe. Sawa, mume naye pia alifanyiwa ruqya, sawa. Wa amsahu biyaminihi rajaa barakatiha, sawa. Anasema mimi bwana namsomea Mtume, napuzia kwenye mikono, hapuzii mikono yake mama Aisha, kwa sababu mikono ya Mtume ndio yenye baraka. Anapuzia mikono ya Mtume, alafu anachukua ule mkono wa Mtume anampaka ile sehemu ambayo anasikia maumivu, kwa kutaraji baraka ya mkono wake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu yangu, kwanza ruqya unaanza kujisomea wewe mwenyewe. Kwa mfano tumezungumza hapa, sisi hatukatai watu kwenda hospitali kutibiwa, wala sheria haikatai, sawa. Matibabu yote yanaruhusiwa, madhali sio shiriki. Lakini wakati wewe unataka kwenda hospitali, basi chukua maji yako kwanza, sawa. Soma muawidhati zile, Ayatul Kursi soma kwenye maji yale, kul huwallahu soma mara 3, kul a'udhu bil falaq mara 3, kul a'udhu bi rabbin nas mara 3. Kunywa yale maji, kunywa yale maji, alafu nenda zako sasa hospitali, nenda katafute vipimo huko. Huenda kitendo cha kunywa haya maji kikatoa matokeo mazuri ya vipimo kule unakokwenda. Nataka mbeleni tuzungumze, lakini madamu tumeianza hapa Msami, tumalizane hapa. Amezitaja zile aya kadhaa ambazo ni rahisi kwa kila mtu, munasaba. Sijui sema somea maji. Kwanza nianze kwenye ile hadithi aliyoisema ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikuwa kwa kijisomea kisha akipuzia kwenye viganja vyake. Kupuzia ni vile tuoneshe unapuzia kwa sababu ukisoma nazungumzia hivi. Kuna baadhi ya watu yani mimi nimeona yani kwenye mitandao yani kuna mashehe wanatemea watu mate. La. Ndio yani tu yani mtu anakuta ndo baraka zile. Anazichukua si mmesema bwana tunajipakiza. Ikitoka kwa shekhe ya mate inakuwa ndo baraka zaidi. Sio mate bana. Hebu tuelekeze ni vipi hapo? Sio mate. Mate ni kitu kingine na nafsu ni kitu kingine. Nafsu ni kutoa pumzi ambayo ina chembe chembe za viji mate fulani, sawa. Sawa, afu unajipaka ile
sehemu ambayo wewe unasikia kuna maumivu, lakini sio uteme mate yani mate. Kuna watu wanataka za mashekhe, yani shekhe ndo amtemee zile tena kweli kweli tu, yani unaona kabisa. Sasa huo ni mlango mwingine tutakuja kuuzungumza. Lakini hapa mama Aisha anasema yamfuthu wa nafathu huwa ni kutoa pumzi ambayo ndani yake ina vichembechembe vya kama matone tu hivi ya mate, alafu mtu anajipaka. Kwa hiyo hii ndio njia ya kwanza na salama ya mtu kuanza kujitibu. Kwa hiyo hii kama alivyosema pacha yangu, hii anaanza kujitibu mtu nyumbani. Twende kwenye zile haja. Sijui umenielewa. Kwa hiyo huku tatizo linaweza likaondoka na wala usiwe na haja tena ya kwenda wapi? Ya kuendelea na matibabu hospitali. Mi bado nataka unipitishe kwenye zile dua. Unasema nasoma suratul Fatiha. Mawidhatan kula udhbabnas na kula udhbabnas na kula udhbabil falaq. Mara tatu. Soma ayatul kursi. Al-Ikhlas pia tunaingiza. Ndio himo. Na ayatul kursi. Ayatul kursi. Maji unayasomea vipi? Samahani, yani nataka kwa sababu mtazamaji hichi kipindi nataka akitoka hapa maji yale kama unavyojipuzia kwenye mikono, kwenye viganja. Na utafanya hivyo kwenye maji. Ngoja acha nitumie kwa mfano, hii ni glasi ya maji, nimeshika hivi. Sawa? Nimeshika hivi glasi ya maji. Ndio. Nasoma nasoma hivi ama nashika hivi nasoma. Sawa, wewe usome hivi karibu au usome mbali, lakini wewe unayosoma wewe athari yako ya mate yako yanatakiwa yaingie pale. Maana yake nisome yakiwa karibu. Yakiwa Rahman Rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim. Sasa hiyo hujapuzia bado. Unatakiwa ule upuuziaji uwepo. Kila aya ama ni baadaye? Hata kama sio kila aya. Sawa? Wewe utakapoona kwamba kwa kiwango hiki, kwa mfano umesoma ayatul kul huwallahu mara 3. Sawa? Puzia mle. Umesoma kula udhu bil falaq mara 3 au mara 1. Puzia. Hakuna kiwango. Sawa? Puzia mle. Yaani kila utakachokisoma ukiona hapa mimi unapuzia, hapa unapuzia, hiyo inatosha. Sawa? Na hii imethibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, biriki baadhina